Umeondoka wengi ndani ya klabu ya Simba katika dirisha hili dogo. Aliondoka Jean Charles Ahoua, tukasema sawa, lakini huyu naye anataka kuondoka. Viongozi wa Simba nafikiri kwa sasa mambo hayako vizuri, viti vya maofisi havikaliki. Ni nani huyu anayetaka kuondoka ndani ya klabu ya Simba na anapushi kweli kweli? Nesi mwingine ni Elie Mpanzu Kibisawala. Tunazo taarifa zake zote kwa kina. Kwa nini anapushi kuondoka? Taarifa tunazo hivi, ni kwa nini Simba watu wote waliosajiliwa na David Fadlu ambaye alikuwa ni kocha wa Simba aliondoka mapema, wachezaji wake wote wanataka kuondoka. Tunazo taarifa zote mimi na Aloyce Sagara, lakini kwanza kabla hujaanza kukujuza kinachoendelea mitaa ya Msimbazi, nikujuze tuko na habari kubwa kabisa, nao si wengine ni Jaba Air Solution. Hao ni mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka China Guangzhou mpaka ardhi ya Tanzania. Ni siku 3 pekee, hiyo ilikuwa ni zamani, lakini kwa sasa ni siku moja tu. Aloyce Sagara, yes. Kama kabisa kiongozi. Safi kabisa. Leo Ijumaa, leo Ijumaa, yes. Kesho weekend. Bana, tulianza taarifa kubwa ndani ya klabu ya Simba ambacho kinaendelea. Elie Mpanzu ambaye alikuwa amesalia naye anataka kuondoka. Kumbuka hizi ni miongoni mwa sajili alizozifanya kocha aliyeondoka mwanzoni mwa msimu Davis Fadlu. Kumekuwa na taarifa kuwa wachezaji wengi ambao walisajiliwa na Davis Fadlu wote wameweza kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Alianza Jean Charles Ahoua akaondoka, tukasema sawa. Aliona Ateba Mbida ambaye aliondoka mwanzoni kabisa mwa msimu, akaondoka. Wachezaji wengi waliosajiliwa na Davis Fadlu pia alikuja kipindi cha Fadlu Davids, ndio na aliondoka. Kwa taarifa kubwa ni Elie Mpanzu kupushi kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Ina maana wale wachezaji wengi walioondoka waliosajiliwa na Davis Fadlu, wengi wao wanataka kuondoka na wengi walikuwa wanahusishwa kwenda anakofanyia kazi. Ina maana ambako ni kwa sasa ambaye ni kocha mkuu wa Raja Casablanca nchini Morocco. Swali kubwa ambalo tunaanza nalo, kwa nini wachezaji wengi wa klabu ya Simba wanaondoka, ambao wengi wao wanaondoka ni wale ambao walisajiliwa na kocha Davis Fadlu ambaye alikuwa ni kocha wa Simba ambaye aliweza kuifikisha mpaka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unajua ndani ya Simba kuna kwenye kila timu huwa tunasema ni lazima timu ijitambulishe kwa philosophy. Philosophy ndio utambulisho wa timu kwa maana ya identity. Tunacheza vipi? Tunahitaji wachezaji wa aina gani? Tunahitaji mwalimu wa aina gani? Sasa kinachotokea ndani ya Simba ni kwamba, kabla hatujaenda kwanza kinachotokea ndani ya Simba hivi sasa, kwamba wachezaji ambao walisajiliwa na aliyekuwepo mwalimu wa mwanzo kwa maana ya Fadlu Davids, wengi hivi sasa wameondoka, na hata huyu mwingine pia anapush kuondoka ndani ya timu. Ni kwamba wakati timu inamsajili, inamwajiri kocha Fadlu Davids, je, ilizingatia falsafa ya kocha na falsafa ya klabu? Kama vitu havimatch, sidhani kama mtatembea kwenye njia moja. Sina doubt na falsafa ya Fadlu nikilinganisha na falsafa ya Simba. Ni vitu ambavyo vilikuwa vina match. Lakini vipi kuhusu wachezaji ambao aliweza kuwaleta? Nimekuja kwenye ngo hiyo ili kutumia mfano wa Jean Charles Ahoua, kama unakumbuka vizuri. Au kwa msimu uliopita alihusika kwenye mabao 25 ndani ya timu ya Simba na ndiye MVP. Ndani ya Simba ndio MVP, na hata kwenye ligi pia ni contender kwa sababu anashindana na kina Pacome pamoja na kina Faisal Salum Abdalla. Sasa huyu Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa ni mchezaji mwenye takwimu bora zaidi msimu uliopita ndani ya Simba na hata kwenye ligi yetu, kwa nini baada ya kocha aliyemsajili kuondoka tuliona nafasi yake inaanza kupotea? Kumbuka alivyokuja Dimitri Pantev, Jean Charles Ahoua alianza kutokea nje, na wengi walikuwa wanasema labda kwa sababu ya game plan hayuko kwenye mpango kazi wa mwalimu kwenye kuanza dakika 45 za kwanza, ndio maana anakuja kuingia kipindi cha pili. Ile ni dalili ya kwamba huyu mchezaji hayuko kwenye mipango ya mwalimu mkuu kwa maana ya Dimitri Pantev. Na hata baada ya kuondoka akabakia Matola kwa muda, bado kuna nafasi ambayo ulikuwa unaona Selman Matola hamwanzishi Jean Charles Ahoua. Hiyo kumaanisha kwamba mwalimu aliyemsajili ndio alikuwa anafahamu jinsi ya kumtumia. Na hata baada ya kutaka kuondoka ndani ya Simba, hapo mwanzo tulisikia tetesi alikuwa anahitajika Raja Casablanca kwa kocha Fadlu Davids ambaye ndiye alimleta ndani ya Simba, na hata huyu anayetaja anayepambana kuondoka ndani ya klabu kwa maana ya Elie Mpanzu, kuna taarifa pia zinaeleza kwamba anahitaji kwenda Raja Casablanca kuungana na kocha Fadlu Davids. Kwa hiyo hapa kuna somo kubwa ambalo viongozi wanapaswa kulichukua, kwamba tunapoajiri mwalimu ni lazima pia hata wachezaji ambao wanakuwa na wahitaji kutoka nje, kwa sababu vilabu vyetu vya Tanzania au kwa soka letu la Afrika ni vilabu vichache sana ambavyo vinatumia product kutoka kwenye academy zao. Wachezaji ambao wanazalishwa kwenye academy ni wachezaji ambao wanakuwa wanafahamu falsafa ya klabu. Leo unaizungumzia timu kama FC Barcelona, wana Catalunya kwa maana ya La Masia. La Masia ni academy ya Barcelona ambayo
ndio imekuwa ikifeed Barcelona kubwa. Yani tunaona Barcelona inakuja kucompete, inashinda Champions League, inachukua FIFA Club World Cup, inachukua La Liga na makombe mengine mengi ya Europe, ni kwa sababu Barcelona ilikuwa inalishwa na La Masia. Sasa kuna nyakati ambazo kocha Luis Enrique alipita pale Barcelona, yeye imani yake kubwa ni juu ya wachezaji kwenye majina makubwa. Alipokuja ndani ya Barcelona alianza kukengeuka mfumo mama wa klabu kwamba tutaitumia La Masia kuifeed timu yetu ya wakubwa, lakini yeye alipofika pale alianza kusajili wachezaji wenye majina makubwa kwenda ndani ya FC Barcelona, kitu ambacho mwisho wa siku ilionekana Barcelona inaanza kupoteza identity yake ya ball possession football. Sasa Simba pia ninaona kuna tatizo linakuja kuwagharimu. Ndio fine, Simba hatuna academy bora ya kuzalisha wachezaji 3 mpaka 5 kwa msimu mmoja au ndani ya mwaka mmoja. Tuna depend zaidi kwenye kununua. Lakini je, hawa wachezaji ambao tunaenda kuwanunua, je, wanaendana na falsafa ya klabu yetu? Kingine, sitaki kugusia sana japo tushapita sana. Eneo kubwa sana la Simba hivi sasa, ukitazama wale wachezaji waliopo ndani ya Simba, hasa wale wenye ushawishi na ambao wanajiona wao ndio kila kitu ndani ya timu, ni wachezaji ambao wanaonekana tayari wanaiweza klabu. Yani wanaweza kufanya chochote kile ambacho wanajiamulia wao. Huyu Elie Mpanzu tulishuhudia kabla ya msimu kuanza hakuwa na team pre-season, alikuja kuungana na timu baadaye, na hata promo ambayo ilifanyika kuja kumtambulisha Elie Mpanzu ni kama vile alikuwa ni mchezaji mpya ndani ya timu. Unamzungumzia mtu kama Kibu Denis, ni mara ngapi Kibu Denis anachelewa kwenda camp, anaenda zake USA kwa maana Marekani. Timu iko camp Morocco au Misri, Kibu Denis yuko zake Marekani. Ina maana tayari anaiweza timu. Na kuna wachezaji tu kwa tazama ndani ya Simba unaona kabisa huyu hawezi kukaa ndani ya Simba. Kwa mfano, naweza nika-predict. Haya ni maoni yangu. Ukimtazama Rushaine De Reuck, ukimtazama Kibu Denis mwenyewe japo ka flop, huyu Elie Mpanzu nilitarajia kwamba ligi inapoenda kutamatika msimu huu, hawa wachezaji kwa asilimia kubwa hawatakuwa tena sehemu ya Simba. Kuna wachezaji ambao wakifika kwenye mazingira fulani wakaweza kuyasoma, wakaona kabisa hapa si mahali kwangu sahihi, unaondoka. Natolea mfano wa mahusiano. Wewe hapa ni mwanaume, unaweza kuwa kwenye mahusiano na binti fulani, ukatumia wiki moja kumsoma, ukaona huyu hawezi kuwa future wife, kwamba hatuwezi kuwa na malengo makubwa hata ya kuja kujenga familia pamoja. Sasa kwa nini niendelee kuwa naye? Kwa nini niendelee kupoteza muda? Unafanya maamuzi ya kumove on. Alois Sagara, wakati tunaanza kuzungumza matatizo ya Simba yaliyopo, ukiangalia Simba ya msimu uliopita, huenda sajili nyingi zilizofanyika zilikuwa zinamzunguka mwalimu Fadlu Davis ambaye alikuwa na kikosi, ambaye yeye ndo alisema anaanza kuijenga timu kama tunakumbuka. Kwa hiyo ina maana alipokuja hata wachezaji walikuwa wanawasajili yeye ni wale ambao walikuwa wanajua kwamba anamsajili fulani kwa interest zake binafsi, ndio ni kwa ajili mafanikio ya timu, lakini alikuwa anawaleta wale wachezaji kwa faida yake binafsi. Na ndio maana alipoondoka Davis Fadlu tumeanza kuona anguko lingine ukiachana la nyuma, lakini tunaanza kuliona kwa sisi la Simba kutokana na baadhi ya wachezaji ambao yeye alikuwa anawaamini kwenye kikosi wanaanza, lakini walimu wengine walipokuja wao wafanyiji hawanzi. Kwa hiyo aliwasajili yeye akiwa anajua namna ya kumtumia, ambao ndio hapo tunarudi kwenye ambao umezungumza vizuri kwenye swala la falsafa ya timu, namna kujua kwamba leo timu imejengwa kwamba sisi mpira wetu ni wa kupiga pasi, ni wa kufanya nini. Tunaitolea mfano mzuri Young Africans. Ile Yanga tunaizungumza sasa aliandaa Nabi ndo alianza nayo 2000 wa klabu ndo alianza nao. Kwa hiyo ina maana hata Gamonde aliyekuja alianza kwenda na mfumo wa timu kwanza, baadaye ndipo akaingiza vitu, lakini msingi wa timu uko pale ambao umeandaliwa tangu 2021. Tumemwona Romain Folz ambaye alikuja alipoishika timu akataka kuharibu ule mfumo ambao wa timu mama wa mwanzo ili atengeneze wa kwake, na ndio maana timu baada ya muda akafanyaje, akaondoka. Leo hii ndani ya klabu ya Simba alianzisha timu aliitengeneza ya sasa tunaizungumza, ambao Simba imefika finali ya Simba ambayo ilikuwa kwenye race ya ubingwa mwishoni, mpaka ukirudi msimu wa nyuma, msimu wa 24-23 Simba aliishia nafasi ya ngapi? Nafasi ya 3, alizidiwa na nyuma ya Azam. Kwa ina maana Fadlu alipoichukua timu kuna mahala akaipeleka akairudisha pale akaanza kuna improvements zilikuwa zinaonekana ndani ya timu, kuongezeka kwa sababu alipoondoka tu tayari tukaanza kuiona Simba ambayo leo tunalalamika, Simba ambayo kwa sasa kila mtu anaiongelea. Simba ilianzia pale.
Ikaja kwenye sajili za wachezaji, wale wachezaji wake wote ambao aliwasajili wote, wengi wanataka kufanyaje? Kuondoka, na wengine washaondoka sasa, na wengine washaondoka, na wanapotaka kuondoka unasikia wote wanahusishwa kwenda kwa aliko yeye. Kwa hiyo ina maana ukiona, ndio maana ukasema kwamba wachezaji wengi wanasajiliwa ndani ya klabu ya Simba hawaikuti falsafa ya Simba ambayo imezoeleka ya Lunyasa, ambayo tumezoea kwamba ni mpira wa nini, wa kumiliki mpira. Yes. Kwa hiyo ina maana kila kocha anayekuja, ndio maana manager Dimitar Pantev alipokuja ndio anaenda na ule mfumo, lakini akatengeneza wa kwake. Alianza kwa anamwanzisha Nabi Kamara, tumemwona ndio akiwa anaanza kwa vyovyote vile, akatengeneza nini squad yake. Akaja ambayo sasa kwa sasa tunamzungumza, timu ndo kwanza ipo na Steve Baka ambaye naye ameanza, lakini kuna baadhi ya wachezaji ndio kama hivyo. Unaanza kumsikia Elie Mpanzu naye kwa sasa anataka anapushi ili aweze kuondoka, na anasema anakotaka kwenda ni kwa Davis Fadlu. Je, tunaweza kusema ni mapenzi makubwa aliyoyatengeneza kocha na wachezaji, kwamba ina maana yeye anapo au ni kwamba leo hii vilabu hivi vya Simba na Yanga vinamsajili mchezaji ana mapenzi makubwa na timu kiasi kwamba kocha akiondoka na wachezaji aliokuwa nao wanalilia kuondoka. Hapo tunarudi kwamba tatizo, usajili utakapofanyika ufanyike usajili wa timu, sio wa kocha. Ndio kocha amempendekeza, lakini atakapokuja aje kwa misingi ya timu na sio misingi ya nini, ya kocha. Kwamba ina maana leo umeona kama Nabi aliondoka, alitakiwa aondoke na wachezaji wake aliowasajili au aliwatengeneza. Gamondi naye alipokuja Yanga angefanya kazi yake, angebidi aondoke na sajili zake zote, kila anakoenda anawabeba wachezaji wake. Kwa the same hata labda leo hii Pedro Gonçalves anaondoka, anasema mimi naondoka, inabidi niondoke na nini, na wachezaji wangu. Umezungumza kuhusu mapenzi yanayokuwepo baina ya kocha na mchezaji. Hicho ni kitu ambacho kipo duniani kote. Leo unamzungumzia Depu ndani ya Yanga, aliyempoint ni kocha wa sasa Pedro Gonçalves, kwa sababu anamfahamu fika Depu, kwa sababu amefanya naye kazi national team ya Angola. Hata ndani ya Simba mpaka Fadu Davis anawasilisha ripoti ya kumhitaji Jean-Charles Ahoua, anawasilisha ripoti ya kumhitaji Elie Mpanzu. Ina maana alikuwa anafahamu kwamba hawa mimi nikiwapata naweza kwenda kuwatumia vipi ndani ya Simba. Lakini wakati nimekutana na taarifa ya Elie Mpanzu kushinikiza kutaka kuondoka ndani ya Simba kwenye dirisha hili, nikatazamia pia maingizo ya Simba ambayo wameweza kuyafanya. Kwa mfano, eneo la Elie Mpanzu kuna mtu ambaye jana tumemshuhudia kwa mara ya kwanza, anaitwa Anseti Ura. Hajacheza vibaya kwenye mchezo wake wa kwanza, amekuwa na performance ambayo ni bora zaidi. Pengine Elie Mpanzu hakutarajia kwamba kwenye eneo langu hakuwa tayari kuletea mpinzani wa kariba ya Anseti Ura, kwamba hayuko tayari kwa challenge mpya. Anajiona kabisa labda kuna pasenti kubwa ambazo anaenda kupoteza nafasi yake kwenye kikosi cha kwanza, na ukizingatia msimu huu hajaanza vizuri ndani ya timu. Mimi nilitarajia mwishoni mwa msimu labda ndo atapush kuondoka, lakini nimekuwa surprise kwamba kwenye dirisha tu ile la mwezi Januari anapush kuondoka ndani ya timu. Kwa hiyo pengine tunaweza tukaelezea factor mbalimbali, lakini inaweza kuwa pia factor nyingine ambayo inachangia kwa Elie Mpanzu kutaka kuondoka ni kwamba hakutarajia kuletewa challenger mkubwa zaidi kama Anseti Ura, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa, ni mchezaji pia ambaye ana profile na uzoefu mkubwa. Kwa hiyo pengine hakuwa tayari kwa changamoto mpya. Kwamba Luis Sagano anasema kwamba labda kupushi kwa Elie Mpanzu kwa hizi siku mbili ambazo zimesalia, tunazungumza leo na kesho, dirisha hili lina fungo la usajili, kwamba anapushi kuondoka, kwamba hakutarajia kwamba ataletewa mtu mwenye mkubwa zaidi au mwenye challenge. Sawa, issue ni kuhofia kupoteza nafasi yake ndani ya kikosi cha kwanza, kwa sababu performance yake sio nzuri. Yani nafasi, kumbuka pia Anseti Ura amefanya kazi na kocha Steve Baka, kwa hiyo anamfahamu, na kocha ndiye aliyemappoint Ura ndani ya Simba. Kwa hiyo Elie Mpanzu anajiangalia, mimi aliyenileta hayupo tena ndani ya Simba, huyu aliyekuja amewahi kufanya kazi na kocha ambaye yupo kwa sasa. Kwa hiyo mimi nafasi yangu iko mashakani. Kuliko nipoteze muda wa kucheza ndani ya Simba, ni bora nikaangalia mbele zaidi, kwamba kwenye hili dirisha dogo, kwenye miezi 4 iliyobakia hapa mbele ligi kutamatika kwenye mataifa mbalimbali hapa duniani, bora ni push kondoka niende Raja Casablanca, ambako kocha ambaye ananifahamu mimi, anajua jinsi ya kunitumia, niende kule, pengine naweza nikapata game time ya kutosha kuliko kusalia ndani ya Simba. Kwa Alois Sagano, nataka tuseme kwamba kuwepo, ukiangalia ndio
hesabu alizozifanya au sajili alizozifanya Steve Barker, nyingi zao ni wachezaji ambao aliwahi kufanya nao kazi Stellenbosch kwa nyakati tofauti tofauti, ndio ameweza kuwasajili. Tunamzungumzia Ismail Tula, aliwahi kufanya naye kazi akiwa Stellenbosch, na baadhi ya wachezaji wengine ambao wamewasajili. Kwa hiyo ina maana unaweza kusema hichi sasa, kama itakuwa ni system itakuwa inaenda hivi kwamba mchezaji ambaye aliwahi kufanya naye kazi anamleta wewe mwingine ambaye ulikuwa kwenye kile kikosi cha kwanza, unaanza kuhofia kukosa namba kutokana na kwamba alikuleta hata kuwepo. Je, unaamini kwamba Simba inaweza kaenda popote kama tutakalia kwenda? Utarudi sasa kwenye ile dhana ya kwamba Davis Fado alikuja na wachezaji wake akawasajili, alipoondoka na wachezaji wengi nao wakawa na push kufanyaje kuondoka. Kwa the same kwa Steve Barker ambaye naye amechukua timu. Kwa ina maana tunarudi pale pale kwamba ndani ya klabu ya Simba kwa sasa haina falsafa ya kwamba kocha akija lazima aishi mchezaji atakayekuja lazima aishi kwenye misingi fulani. Kwa ina maana kama naye ameleta wachezaji wake, kwa endapo naye labda Davis Fado Steve Barker wameamua kuachana na Simba, ataondoka na wachezaji wake waliokuja nao, na sina kwamba sio wachezaji tena wa timu. Kwanza wachezaji ni mali ya nani? Ni mali ya kocha au mali ya timu? Ile ni mali ya timu. Sasa kama mchezaji ni mali ya timu, si sahihi kwamba kila mwalimu anapoondoka ndani ya timu ni lazima aondoke na wachezaji ambao aliwaleta. Leo kitazamia ndani ya Manchester United kuna Bruno Fernandes. Aliyemsajili Bruno Fernandes sio kocha ambaye yupo au ambaye aliondoka Amorim, na si kocha aliyopo saizi wa muda Michael Carrick. Kocha aliyemsajili Bruno alipita huko nyuma, hayupo tena Manchester United. Kwa hiyo nadhani ni kwamba ndani ya Simba tu, yani clear kabisa mimi kwa upande wangu ni kwamba ndani ya Simba kuna wachezaji tayari ambao hawavutiwi na project ya Simba. Fadu Davids alikabidhiwa project mpya ndani ya Simba na akawa tayari kuanza upya kuijenga timu. Wakati yuko kwenye process za kujenga timu, akaondoka ndani ya timu. Akaja kocha Dimitri Pantev mwenyewe kudumu hata miezi mitatu, akawa ameondoka. Yes, akawa ameondoka tena ndani ya timu. Amekuja mwingine sasa hizi Steve Barker. Ina maana tena kwa sajili ambazo zimefanyika anaanza tena project upya. Pengine project ya Simba inashindwa kutimia kwa sababu mwisho wa siku klabu kama klabu inashindwa kuwabakiza wachezaji wake bora ambao wanakuwa nao ndani ya timu. Huwezi ukaanza kujenga project mpya hauna icon ndani ya timu. Leo ukizungumza icon ndani ya Simba alikuweko Mzamiru Yasin, Mohamed Hussein, Aishi Salum Manula, alikuweko na Shomari Kapombe. Sasa ukizungumzia wote saizi namuona amesalia Shomari Kapombe. Ukija kuangalia unamtafuta tena Duchu ambaye kwa nyakati tofauti alikuwa anaenda kwa mkopo, anarudi tena, anatolewa, anarudi, lakini mtu ambaye amekuwa na consistency ndani ya timu kusalia muda mrefu tunamzungumzia Shomari Kapombe, na ndio maana amepewa hata beji, kwa maana ya amepewa kitambaa cha unahodha. Kwa hiyo nahisi kuna mahali ndani ya Simba kuna mapungufu au madhaifu fulani ambayo yanaendelea kujionyesha kila kukicha. Alexis Segera anamaliza hivyo. Elie Mpanzu tunavyozungumza kwa sasa anaendelea kuwa pressurize viongozi wa klabu ya Simba au anaendelea kuleta msukumo. Unaweza kusema pressurize ni kama msukumo kwamba wanatakiwa wamruhusu aweze kuondoka kabla ya dirisha halijafungwa la usajili. Tumemzungumza vizuri tukiitazama Simba ambayo ukiangalia wachezaji au usajili nyingi zinazofanyika ndani ya klabu ya Simba zinakuwa ni mali ya kocha na sio timu. Kocha anapoondoka wachezaji nao wanataka kuondoka. Tukaangalia Davis Fadlu ambaye alianza na project ya Simba msimu wa 24-25, alipoondoka mwanzoni mwa msimu wachezaji wengi aliowasajili wengi wametaka kuondoka na wengine wameshaondoka, na huyu ni mwingine Elie Mpanzu. Wewe una mawazo gani kuhusu Elie Mpanzu kuondoka ndani ya klabu ya Simba? Uwanja wa comment uko wazi, unaruhusiwa kuandika chochote. Hii ni Data Sports. Kama hujahakikisha umetufollow kwa kusubscribe, kuruhusu notification ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Aliyesimamia show nyingine ni Mr. Pako, anasema klabu ya Simba kwa sasa wanabidi wawe na icon wengi.